Katika kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kipindi cha miaka 5 katika serikali, mbunge wa jimbo la Tunguu, Khalifa Salum Suleimani, ameweza kutekeleza yale aliyoyaahidi katika jimbo lake la Tunguu ndani ya muda mfupi na kuweza kuzifikia sekta mbalimbali ambazo zilizokuwa ni kero kwa wananchi wake na kuweza kuzitatua. Hakika kiongozi mzuri ni yule anayewajali na kuwathamini wananchi wake. Mbunge Mimina ameweza kutekeleza ahadi zake kwa kishindo na kwa ukamilifu ndani ya jimbo lake. Kipindi changu cha miaka 5, tuliacha 5 ya nyuma kabisa. Na sijisifu, lakini mambo mengi katika jimbo la Tunguu nimeyafanya. Ukiniangalia katika sekta ya maji, nimechimba visima karibu 52, minara na matenki pamoja na pampo zake. Sina wasiwasi kwa sababu kila kipindi ambacho kutoka Dodoma nikija Zanzibar huwa natembelea matawi yangu, kukaa na wananchi, nikachukua changamoto zao. Nazozimudu pale pale, zitatua pale pale. Nazoziahidi kuzitekeleza baada tu ya muda mfupi. Zikiwemo kama hayo matanki ya maji, visima, minara, pampo, kadhalika pamoja na kusambaza mipira kwa ajili ya huduma ya kijamii. Ukiendelea katika sekta ya barabara. Sekta ya barabara nimefanya mambo mengi sana, kuchonga barabara, kutia vifusi. Hali kadhalika katika jimbo lote la Tunguu ambayo imenikosti karibu pesa nyingi sana, lakini nikasema madhali nimechukua ridhaa ya wananchi na kuongoza wananchi, nikasema nijitahidi katika swala hili ambalo nimechukua jukumu la wananchi na kutetea maslahi ya wananchi. Kwa hiyo kwenye barabara mambo mengi. Hali kadhalika kwa sababu viongozi wetu wa juu wakiwemo Mama Samia, Dr. Mwinyi, na wao walitia nguvu zao kubwa kabisa katika ujenzi wa barabara, hasa barabara za lami ambazo nilikuwa nikizihudumia kwa muda mrefu kwa njia ya kifusi. Kifusi kwa sababu bakija mvua nyingi kinatoka tena. Lakini sasa tunashukuru sana Dr. Hussein kwa kutulekezea barabara tena za lami. Kwa mara ya mwisho kabisa nilikwenda Uzi ng'ambo, nikawa ninachonga barabara zile, lakini kwa bahati uongozi ukaniambia tulia Mheshimiwa Khalifa, barabara zitajengwa kwa njia ya lami. Basi kwa muda nikaondosha vifaa vyangu, na siku ya pili yake tu wakatumwa waziri, mkuu wa mkoa, na kuleta kampuni moja ya Wachina kwa kujenga barabara katika kisiwa cha Uzi na Ng'ambwa. Barabara zote zile za ndani mwanzo kushuka Uzi hadi Ng'ambwa mwisho. Barabara pana kuliko barabara zote za hapa, naweza kusema katika barabara za kuelekea shamba. Ni barabara nzuri kabisa. Hali kadhalika na daraja ambalo toka hiyo dunia katika kisiwa cha Uzi kulikuwa hakuna daraja, watu wanasubiri maji wakivuka wakipata shida. Kwa kipindi hichi Dr. Mwinyi nampa hongera sana. Kwanza Mungu amjalie afya njema, ampe baraka tele, amjalie uongozi wa salama, na tumjalie tumpe 5 tena. Kipindi cha nyuma ilikuwa tabu kidogo, ilikuwa haipitiki, daladala zilikuwa hazifiki, vyombo vinaharibika njiani. Ukitaka kusafirisha aidha mzazi, mgonjwa, ilikuwa tabu, lakini sasa hivi alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, barabara inapitika, vyombo pia navyo vinakuwa viko salama, wagonjwa na wazazi pia. Kwa hiyo najivunia sana uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Katika sekta ya maji, Mimina ameweza kuwatua wanawake pamoja na watoto ndoo kichwani kwa kuwafikishia maji safi na salama karibu yao, ambapo hapo awali ukosefu wa maji safi na salama ilikuwa ni kero kubwa kwa wananchi hao. Namshukuru mbunge wetu Mimina kwa kututua ndoo kichwani, kwa kutuletea msaada wa tenki na maji. Sasa hivi ni vizuri tunatumia. Mwanzo tulikuwa tunaumia mikono kuvuta, tunafanya matumvi, hatuwezi. Waume zetu wanatoka mapema kwa kazini, sio wengine tunachelewa na pilika zetu. Ule msemo unaosema kuwa penda chako hadi usahau cha mwenzako umejitokeza kwa kiongozi makini Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuwasogezea huduma za afya wananchi ndani ya wilaya ya Mwirapongwe, hospitali yenye vifaa tiba na vya kisasa. Tunaishukuru serikali kwa kutuletea vifaa vya kielektroniki, ambapo kwa hapo zamani kulikuwa kuna ugumu, anaweza akaja mgonjwa zikawa unatafuta data akawa hamna kumbukumbu, lakini kwa sasa umetuletea kompyuta ambazo tunaweza kutumia tukaona data za mgonjwa, magonjwa yake ya nyuma,
ambaye alikuwa anaumwa, kwa hiyo imeturahisishia sana. Huduma nzuri, kabla sijalazwa huduma ziko vizuri. Tunakuja kliniki, tunapima, tunashughulikiwa kila kitu na dawa tunapata zote. Shukuru sana 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 sana, tunashukuru. Huduma nzuri mpaka sasa hivi, huduma nzuri. Hakuna tatizo, hakuna shida. Hospitali safi, tunalalia mashuka masafi, na madaktari pia nao mahodari wanashughulikia. Katika maendeleo tulionayo katika kijiji chetu hichi cha tawi la CCM Kaibona, tunawashukuru viongozi waliopita na tulionao kwa kutuimarisha katika chama vizuri, na hasa tunampa pongezi kubwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tuliye naye sasa hivi, ndugu yetu Hussein Ali Hassan Mwinyi. Na pili, tunampongeza mbunge wetu kwa kuimarisha matawi yetu ya jimbo, wanachama wake na ahadi zake alizoziweka ambazo amemaliza na alizokuwa hajamaliza, huenda zikamalizwa, akamaliza yeye au akamaliza mwingine. Maana kura ndo kura. Mwenendo mzima wa chama tuliokuwa nao, mashirikiano yake na mahitajio yetu na mahitajio yake, tumekwenda vizuri, tumekwenda salama, tunaye mpaka leo. Tunamshukuru na tunamwombea dua Mwenyezi Mungu amjalie kama anagombea arudi tena. Hatukutosheka naye. Kwa hiyo natakia kila la heri, uchaguzi mwema ujao wa 2025 26 uwe wa salama na amani. Tumrejeshe Hussein Ali Hassan Mwinyi kuzidisha maendeleo aliyotuletea. Natoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wetu tulionao, tuendelee kuwa nao. Wananchi wote wa Zanzibar wasirudi nyuma, kwa uchaguzi huu uwe wa salama. Lakini la mwisho kubwa, Chama cha Mapinduzi kirudi madarakani, kishike hatamu, tumaliziwe yalobakia. Kiongozi makini ni yule anayeweza kuwafikia wananchi wake na kutatua kero zao. Hakika ndugu Halifa Salum Suleimani ambaye ni mbunge wa jimbo la Tunguu ameweza kulitimiza hilo. Mtazamaji wa SK Online TV, endelea kufuatilia YouTube channel yetu kwa kulike, comment na kushare ili upate notification zetu mpya tunapokuwekea. Asante na kwaheri.